Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo wa Mungu ameshinda. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026, somo la kiongozi kalenda letu tunalipata kutoka katika kitabu au katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, wasikilizaji na watazamaji wa Baraka Media TV na Radio Baraka, niwakaribishe kwa upendo wa Bwana kusikiliza neno, tukitembea katika tafakari ya Injili hii ya Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Lakini mkazo wangu utakuwa katika mstari ule wa kwanza. Kwa jina ninaitwa mchungaji Charles Mwaikole, mchungaji wa kanisa la Moravian jimbo la Rukwa, eneo la Mission Katavi, ambaye pia kwa wakati huu kwa majira haya ni mwenyekiti wa eneo la Mission Katavi. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru na kukutukuza kwa siku nyingine tena ambayo Bwana umetukirimia neema kuiona. Tunaomba Bwana utuhudumie katika neno siku ya leo. Bwana Yesu, karibu katika madhabahu hii, utuhudumie watoto wako. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema na rafiki, tusaidie kuyaelewa maandiko. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Injili ya Luka mtakatifu sura ya 18 mstari ule wa kwanza hadi wa 7. Neno la Bwana linasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Hili ndiyo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, katika somo letu la leo kutoka Luka 18 mstari wa kwanza hadi ule wa 7, tunakutana na habari ya kadhi dhalimu ambaye hakuwa tayari kumtendea haki mjane. Lakini baada ya uvumilivu na maombi yasiyokoma ya huyu mama, alisalimu amri, sawa sawa na Yesu anavyosema katika Luka 18 mstari wa kwanza kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Katika maisha tunapitia nyakati ambazo majibu ya maombi yanaonekana kuchelewa. Wakati mwingine tunaomba kwa muda mrefu, lakini hali haibadiliki. Hapo ndipo mtu anaweza kuanza hata kukata tamaa na kujiuliza, je, Mungu ananisikia kweli?
Yesu katika Luka 18 mstari wa 1 hadi ule wa 7 anatupa mfano wa mjane aliyekuwa akiendelea kumwendea mwamuzi dhalimu akidai haki yake. Ingawa mwamuzi huyo hakumcha Mungu wala hakuwaheshimu watu, hatimaye alikubali kumsaidia kwa sababu mjane huyo hakukata tamaa. Yesu hakutufundisha kwamba Mungu ni kama mwamuzi dhalimu. Badala yake anatufundisha kwamba kama hata mwamuzi asiye na huruma aliweza kujibu kwa sababu ya kuendelea kuombwa, Mungu mwenye upendo na haki atasikia na kuwajibu watoto wake. Kwa hiyo somo la leo kichwa chake nimekipa kichwa nguvu ya kudumu katika maombi. Maombi yanahitaji moyo usiokata tamaa, sawa sawa na Luka 18 mstari ule wa 1. Pale Yesu anapoanza mfano, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wasikate tamaa. Kuna tofauti kati ya mtu anayesali kwa sababu ana matumaini na mtu anayesali kwa sababu ya mazoea. Mtu mwenye imani anaweza kukutana na kuchelewa kwa jibu, lakini haachi kuomba. Baadhi ya mifano tunayoiona katika Biblia, tunakutana na huyu mama ambaye alikuwa hajapata neema ya kupata mtoto kwa muda mrefu, ambaye ni Hana. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10 hadi wa 20, Hana aliendelea kumlilia Mungu kwa ajili ya mtoto hata alipopata haki yake ya mtoto. Tunakutana na Danieli katika kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Neno linasema Danieli aliendelea kumtafuta Mungu katika maombi. Ukisoma katika sura hii unakuta mazingira ya Danieli yalikuwa magumu, hata wakati watawala wanamwinukia na kufanya maamuzi na kumtengenezea mitego, pale alipojua maamuzi yamekwisha kupitisha kwa ajili yake, bado aliendelea kuomba. Tunakutana na Elia pia katika Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 41 hadi 45. Aliomba tena na tena mpaka mvua ikaja. Kuchelewa kwa jibu si lazima kumaanishe kukataliwa na Mungu, ila kunatulazimisha tuendelee kuvumilia kuomba, tusikate tamaa. Usikubali mazingira ya kufanye uache kuomba. Mjane huyu alikuwa katika mazingira magumu alipoona haki yake inadhulumiwa, kwa kuwa hakuwa na nguvu kubwa, hakuwa na mamlaka, hakuwa na mtetezi wala nafasi katika jamii ya kumlazimisha huyu mwamuzi, huyu kadhi afanye maamuzi sawa sawa na haki yake. Lakini alikuwa na kitu kimoja ambayo ilikuwa silaha yake, ni uvumilivu. Alisema kwa mwamuzi, nipatie haki katika adui, kati yangu na adui yangu. Ukisoma mstari ule wa 18 sura ya 18 mstari wa 3. Alirudia tena na tena. Katika maisha yetu tunaweza kukutana na matatizo ya familia, changamoto za kiuchumi, migogoro, kukataliwa, huduma yenye changamoto au milango inayochelewa kufunguka. Lakini katika ujumbe wa Yesu, usikate tamaa katika maombi. Haijalishi hajakujibu kwa wakati, usikate tamaa, endelea kuomba. Tukisoma katika Wagalatia 6 mstari wa 9, inatukumbusha tusichoke kutenda mema, kwa kuwa tutavuna kwa wakati wake tusipozimia moyo. Usizimie moyo mtumishi. Changamoto zako Mungu anaziona, mapito yako Mungu anayaona. Endelea kusukuma maombi mpaka yatokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasikia kilio cha watu wake. Ukisoma Luka 18 mstari wa 7. Je, Mungu hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Hili ni swali lenye jibu la wazi. Ndiyo, Mungu anawasikia watu wake. Mungu si kiziwi, wala Mungu si kipofu,
wala Mungu hajapuuza kilio chako. Endelea kuomba, yeye anasikia. Ukisoma Zaburi ya 34:17 inasema, wenye haki hulia naye Bwana huwasikia. Huu ni uthibitisho kwamba Bwana hajawahi kuziba masikio katika kivilio vyetu na maombi yetu. Wakati mwingine Mungu hujibu ndio, wakati mwingine Mungu hujibu subiri, wakati mwingine Mungu husema hapana, kwa sababu anaona kile ambacho sisi hatuoni. Lakini hakuna ombi la kweli linapotea mbele za Mungu. Kudumu katika maombi kunajenga imani. Maombi si tu njia ya kupata kile tunachotaka, pia ni njia ya kumjenga mtu kumtegemea Mungu. Unapoendelea kuomba, imani yako inaongezeka, uvumilivu wako hujengwa, hofu hupungua, tumaini huimarika, na uhusiano na Mungu hukua na kuongezeka. Tukisoma katika Warumi sura 12 mstari wa 12, neno linasema, katika tumaini mkifurahi, katika dhiki mkivumilia, katika kusali mkidumu. Haya ni maandiko ambayo Paulo anawaandikia Warumi katika mazingira waliokuwa nayo. Yamkini yanafanana na mazingira yetu. Kwa hiyo kwa wakati mwingine Mungu huruhusu tusubiri, si kwa sababu ametusahau, bali kwa sababu anasafisha na kuimarisha imani yetu wakati tunaposubiri. Kanisa linapaswa kuwa kanisa la maombi. Ukisoma Luka 18 mstari wa 1, ujumbe huu unatukumbusha sisi kama watu binafsi, pia ujumbe huu unalikumbusha kanisa kusimama katika maombi. Kanisa linalotaka kuona wokovu wa watu, linalotaka kuona uponyaji wa jamii, linalotaka kuona familia zikiimarika, linalotaka kuona vijana wakibadilika, linalotaka kuona viongozi wenye hekima, linalotaka kuona huduma ikikua, linalotaka kuona nguvu ya Mungu ikidhihirika, linapaswa kuwa kanisa linalodumu katika maombi. Ukisoma katika Matendo sura ya 1 mstari wa 14, inaonyesha waamini wa kanisa la kwanza walidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Kanisa lisipoomba linaweza kutegemea nguvu za kibinadamu, lakini kanisa linaloomba humtegemea Mungu kama ndiye nguvu yake. Nini tunachotakiwa kufanya katika maisha ya kila siku? Tunatakiwa kwanza tusikate tamaa kwa sababu jibu limechelewa. La pili, tunapaswa kuendelea kumwomba Mungu hata tunapopita kipindi kigumu. Tatu, tujifunze kusubiri wakati wa Bwana, kwa sababu Bwana hachelewi wala hawai. 4, tunahitaji kuombea familia zetu bila kuchoka. Unahitaji kusimama kwa ajili ya familia. Tunahitaji pia kuombea kanisa na viongozi wake. Tunahitaji pia kuombea jamii na watu walio katika mahitaji. Tunahitaji kuliombea kanisa na taifa. Tunahitaji kusimama kama prayer warrior kwa ajili ya nchi. Tusiruhusu kukatishwa tamaa kuua maisha yako ya maombi. Ndugu zangu, tunahitaji kuwa wavumilivu kama vile ambavyo mkulima huvumilia. Mkulima anapopanda mbegu huenda kila baada ya saa moja kuchimba udongo kuona kama mbegu imeota. Anaendelea kuitunza na kuipalilia na kusubiri. Vivyo hivyo, maombi ni kupanda mbegu ya imani mbele za Mungu. Wakati mwingine huoni matokeo mara moja, lakini endelea kuomba, endelea kuamini, endelea kumtumaini Mungu. Ndugu zangu wapendwa, Injili ya Luka 18 mstari wa kwanza hadi wa 7 inatufundisha kwamba nguvu ya maombi haiko katika maneno tunayosema, bali ipo katika uvumilivu, imani na kuendelea kumtafuta Mungu.
Mjane hakukata tamaa, alirudi tena na tena, mwishowe alipata. Ndugu zangu, tusikate tamaa. Ikiwa umeomba kwa muda mrefu, endelea kuomba. Ikiwa familia yako iko katika changamoto, endelea kuomba. Ikiwa huduma yako inaonekana kuwa ngumu, endelea kuomba. Ikiwa umeomba kwa ajili ya jambo fulani hujapata jibu, endelea kuomba, kwa maana Yesu alisema imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kauli ya kukumbuka katika maisha, usikate tamaa kwa sababu jibu limechelewa. Endelea kuomba kwa sababu Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji kuomba na kusimama kwa wakati wetu. Tunahitaji kusimama na kuomba kwa wakati wetu katika jina la Yesu. Naomba tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu unatuita tudumu katika maombi. Tujalie moyo wa uvumilivu kama ule wa mjane katika mfano wa Yesu. Tunapopita katika majaribu, tuongeze imani na nguvu ya kusimama katika nafasi zetu. Sikiliza kilio cha watu wako Bwana. Leta haki ya uponyaji, amani na mabadiliko katika maisha yetu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.